Taarifu kina brothers and sisters, ile time ya kuchill kwenye kona shafika. Hapa inatemwa madini, stories zote makini, cause we all know Jabi Saleh akiwa kazini. Yes, mambo vipi Tanzania, East Africa na dunia kwa ujumla, au si wakati mwingine tena. Leo tunakutana kwenye Hip Hop Corner Podcast. Leo itakuwa ni episode ya 9 na tutakuwa tumebakisha episode moja kumaliza msimu wa kwanza wa Hip Hop Corner. Episode iliyopita tulikuwa na Maalim Nash na tuliweza kufahamu mambo mengi sana kuhusiana naye, na I hope bado tutaendelea kuwa naye. Jamaa na vitu vingi sana, si ndio? Lakini niseme shukrani kwako ambaye kwa namna moja ama nyingine unatufuatilia na unatusupport kupitia channel yetu ya Kuvi Facts popote pale ulipo, iwe huko nchini ama nje ya nchi yote. Tunashukuru sana. So leo tuko na Nalon kutoka Manzese Crew. Yeah, probably ndio member maarufu zaidi wa kundi hili. Yes. Na alifanya mengi sana. Kuna historia yake ndefu sana kutoka Manzese Crew hadi TMK. Ana vitu vingi sana huyu jamaa. Kwa leo tutapata stories za kuzungumza naye. Karibu sana Nalon. Asante, niseme kwanza asante na shukuru. Au sio? Tuko pamoja ndani ya Hip Hop Corner. Ndani ya Hip Hop Corner. Mimi nimefurahi sana kukuona huko mzima wa afya na unajua uko healthy. You know, tukutana na wengi wengine wanakuwa na changamoto aidha za kiafya ama utimamu wa mwili na nini, unajua akili pia. Yes. For some of them. Kwa tunashukuru pia, alhamdulillah. Sawa, mimi nasema nashukuru pia. Au sio? Sawa. Nalon. Real name ni Abu Leonard. Au nani jina lako? Ni Abu, ile ni jina langu kabisa. Leonard ni baba, Rafaeli ni babu. Abu Leonard Rafaeli. Mimi mzee wangu ni Roman Catholic. Okay. Mama alikuwa ni Muslim. Kwa hiyo mimi umechanganya. Hii kesi kwenye last episode umekutana nao pia Maalim Nash. Na alikuwa anazungumza hivyo. Baba ni Christian, mama alikuwa Muslim. Na hata wadogo zangu pia ni hivyo hivyo. Na Anthony, kuna Ana, kuna Joy, yani yote. Yani hivyo tumemix. Kuna wengine walichomoka, wengine bado hajajua waelekee wapi. Kwa hiyo imekuwa hivyo. I say, bwana Abu Leonard, najua watu wachache sana leo ndio watakuwa wameelewa. Kama huyu mwana kumbe anaitwa Abu Leonard Rafaeli, jina katika unasema passport. Sawa, hebu tuzungumze ili jina la Nalon. Sawa. Unajua watu pengine wanaweza kuwa wanalikosea labda ama vipi? Sawa, kuna ambao wanasema nylon. Sawa. Kwa NY. Sawa. Kuna ambao wanasema Nalon, Narlon. Yes. Ipi halisi? Nalon, nylon? Ni Nalon. Ambayo ina NA na LON. Nalon. Kwa hiyo Nalon ndo jina halisi la sanaa. Na kwa kipindi kile ilikuwa lazima iwe hivyo kwa sababu wanasema hadi my AKA kuna kipindi ilikuwa amekuja sana. Kwa hiyo ilikuwa lazima na wewe utafute jina lingine pacha ambalo litakwenda kukava pale. Ndio likaja ile la Nalon. So Nalon ilikuwa la represent nini? Ama Nalon ni unaweza kusema kwamba ni jina tu. Hata mimi mwenyewe sometimes najiulizaga kwamba imekuaje. Lakini mimi nilikuwa napenda sana kuangalia movie. Sana. Okay. Yani mimi mpaka leo hii ugonjwa wangu mkubwa. Na ukinisearch hapo unaweza kunikosa flash. Maana nina movie. Na kwenye mzunguko wangu kila siku, popote ninapoikuta movie lazima ni bebe. Mzee wa matambara. Yani mimi nashangaa sana. Kwa hiyo tuseme Wanyamwezi natuambia ni unawafuatilia. Okay. Movie, documentary yao yale, madrama yao, yani nafuatilia shoti, napenda vile vitu. Kwa hiyo nikajaribu na mimi kuangalia naweza nikaangoa kitu gani. Nafikiri nilikuwa namwangalia, nilikuwa nafuatilia movie moja Above the Rim. Sasa kuna mtu mmoja nani Marlon Wayans. Nikajaribu na mimi kuunga naweza nikapata kitu gani kwa kipindi kile, mazingira ya utoto. Yaani nilikuwa najaribu yaani napita naangalia nikafanya nini. Ilitoka kwenye Marlon Wayans. Sikuwa najaribu kuangalia na mimi naweza nikajifix vipi. Kama mwanangu mmoja ukatoa hemu kaeka kama mwanangu mmoja anaitwa Jeffrey. Yeye sasa mimi Jeffrey mwingine Fred. Mimi itakuwa Tito. Sasa mimi nitakuwa nani? Afu tulikuwa tunapenda hivyo vitu. Tunaitana kabisa, tunakaa, tunaweka kipindi kile CD. Tunaweka CD hapo, tunaangalia movie za Wanyamwezi. Okay. Kwa hiyo ikaja kuzaa hiyo Nalon. Wala haina maana yoyote.
Ilikuwa ni leo fresh sana kipindi kile man. By the way, director media atatuwekea picha ya Marlon Wayans. Marlon Wayans bwana ni moja kati ya waigizaji wa muda mrefu sana. Marlon Wayans mmoja kati ya waigizaji wa muda mrefu sana ambaye ametokea kwenye ile familia ya Wayans Brothers. Yeah, man. Wako wengi wale, kuna Marlon Wayans, kuna nani Wayans, wako wengi wanaitwa Wayans Brothers, wako wengi nafikiri 3 ama 4 hivi. Yeah, man. Ambao walifanya vizuri sana, ila Marlon nafikiri ni maarufu zaidi. Yes. Afu kulikuwa kuna Keenan Ivory Wayans. Okay. Nikaka si yule brother. Piga tambara moja hivi la action ilikuwa sijui laitwaje lile, nimelisahau lile. Hatari sana lile. Anyways, Marlon Wayans. Sawa. Kwa hiyo Nalon jina ndo likaja. Likashika na ikajikuta kwamba na mimi nimefiti hapo. Sikupata kingine tena cha kuweza kuongeza pale. So history inaonyesha Manzese ndio, yeah, Manzese na nini, lakini where did you get hizi mentality za kuingia kwenye rap, yani kwenye hip hop culture na nini? Ndio ulitolea wapi yani? Mimi naweza kusema kwamba kwanza tulikuwa tunapenda sana kwa kipindi kile, tulikuwa tunaangalia mtoni. Tunasikiza mangoma yale Lords of Underground, TikTok zile, tulikuwa tunasikiza West Side Connection, tulikuwa tunafuatilia na madiskoni, tukienda kule Makuli yale Gangsta Paradise tulikuwa tunafuatilia. Na bahati mbaya ama nzuri pia tulikuwa tuko shule, na sisi ni watu pekee ambao tulikuwa tuko shule moja. Kwa hapa tulipo maana ni shule nzuri iko chini pale, kwa tulikuwa tunasoma hapo, na pale tukaanza kujiuliza tunafanyaje. Na kipindi kile kama unakumbuka kulikuwa na ile hali ya wanasema camp yani mtaani kwenu lazima mwe mna genge fulani hivi. Nimeeleweka vizuri. Hata kwenye ile kundi letu pale mtaani ambalo lilikuwa lina wadada pia lilikuwa lina wakaka, lakini ndani yake sisi tukasema kwamba haiwezekani, tukaenda kwenye mabichi, lakini tukakosa watu wa kuvunja, hiyo tunasema kuvunja, kuimba kwa kipindi kile. Kwa hiyo sisi ndio watu pekee tukawa tunachana tu kwa kipindi kile. Lakini tunakwenda shule kwenye makempu yetu kama kawaida, tukamtaani, lakini tunachana tu. Pale ndio ikaanza kuingia ile akili ya kuanza kuifuatilia sanaa na kuanza kujifunza tunafanyaje, na pia ikapelekea hata mpaka kutaka kuanza kurekodi sasa. Lakini kwa kipindi kile tulikuwa tunawaza tofauti. Kwa kipindi kile wanasema ilikuwa ni LP, sisi tulikuwa tunaamini tunaona muziki ile mapress, unakumbuka yale masani ma LP yale. Kwa hiyo tulikuwa nahisi kwamba sisi tutarekodi siku moja, tutakuwa tuna ma LP yetu. Tulikuwa hatujui studio pia ikoje, tulikuwa tuelewi. Kwa hiyo tuseme kwa kipindi hiko tukaanza kutaka kujua kwa undani muziki umekaje na ukoje, lakini tutokea kwenye makempu. Okay. So taratibu tukaanza sasa kufuatilia, tunaenda kujichukua, tukikutana tunachana, au anachana, kila mtu ana daftari lake, maverse, tukaanza hizo mambo. Nafikiri ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa sisi tumeendana na miaka, yani darasa la kwanza 91 hivyo tumeenda mpaka 97 tunamaliza darasa la 7. Kwa baadhi ya watu kwa hiyo kwa tufutoka shule zetu tukaanza kuingia mtaani kwa ajili ya kuanza kujua sasa tunafanyaje. Na tulikuwa tunachana kwenye makempu tu kwa kipindi kile. Okay. Tunakwenda Temeke kule, kuna kempu jamaa na Twitter tunakwenda. Na zamani tulikuwa tuna umoja wa wasanii wa zamani. Unakuta hatuna simu tuwasiliane, lakini mtu anaweza katoka Temeke akaja kuna kitu fulani sehemu fulani. Kwa tunakwenda kule na mabiti yetu kwenye Chrome, kile zile kanda zile zamani zile ambapo ni beat unakuta za TikTok. Kwa hiyo unakuta beat labda hiyo imetoka kwa watu fulani labda anaitwa Deep Side Mob, lakini beat hiyo mpaka sisi itatufikia. Bwana Deep Side Mob wana beat ya paparazi. Tutawapata wapi hao Deep Side Mob? Ilala. Kwa mnawaibu. Tunanyonyeana, tulikuwa tunaibiana. Kuna watu bwana, kuna Red Scout wana beat moja ya EPMD the Joint. Tunaipataje? Tulikuwa tunakimbia hivyo, tulikuwa tukipasiana hivyo. Na hata show tulikuwa tukipeana hivyo. Kwa sababu hakuna mawasiliano kwa wakati ule. Hatuna simu. Mimi naweka vizuri. Yaani tulikuwa hatuna simu. Washikaji tulikuwa tunapeana taarifa kwa kutimbiana. Mtu kutimbia bwana, kuna 1, kuna 2, kuna 3. Bwana jitegemee bwana, pale kuna concert. Kuna concert jitegemee lini? Kesho kutwa. Tunaibuka. Nimeeleweka. Kwa ilikuwa ni mizuka tu kwa kipindi kile. Bana. Sawa. So then kutokea hapo kuzaliwa kwa Manzese Crew. Kuna hadithi nyingi sana za Manzese Crew. Lakini
pengine wewe ndio mtu halisi ambaye utakuwa unaelewa sawa watu walivyokuwa wakisikia Manzese Crew mwanzoni. man. Kuna ambao walipata fikra za kundi fulani la wahalifu, lakini walikuwa na rap huko ndani. Unaona, kuna wengine walikuwa wanajua tu hao jamaa labda wazushi tu, unajua hicho kipindi cha makomando yoso hicho. Yes, man. And historia inasema wengine kwamba from 1995 miaka mingi sana, zaidi ya miaka almost miaka 30 hiyo. Yeah, ni muda mrefu sana. Yeah. Hebu tuambie kuzaliwa kwa ile Manzese Crew. Manzese Crew kama Manzese Crew kiukweli kabisa, sasa ilikuwa historia ndefu. Kwanza tulikuwa ni washikaji wangapi? Washikaji 4 tofauti. Nakumbuka mimi na mshikaji wangu mmoja anaitwa Tito. Tito alikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Na mimi nimehusika kwa kiasi kikubwa sana kwenye Kurakona kwa asilimia naweza kusema 90 kuandika ile ngoma yote. Tulianza kujiita Cliffboard kuja zamani ni makundi. Na kumbuka tulikutana na Makaka kwa kipindi kile ni GWM. Nakumbuka nilikutana na King Rashid ambaye ni Keyala, ilikuwa show ya Summer Jam huko Beach kwa kipindi kile. Sikumbuki mwaka gani, lakini ni muda sana. Na kumbuka yani hatuna jina, tunatafuta jina pia, lakini tunachana tu. GWM sikiliza, mimi nachana Rashid akasema nyinyi ni magangwe. Lakini akatoa kumbe kuna Gangwe Mob. Umeona tukuja kuligundua wapi Gangwe Mob? Kwenye show. Nakumbuka ilikuwa Dance Street Park. Hapa katikati ya Pacha Kariakoo, na kuna ukumbi mmoja tulikuwa tunafanya sana harakati pale. Pale bahati mbaya siku tunaandika sisi magangwe, lakini pia tunaambia pale pia na kuna magangwe. Gangwe Mob wajiandae. Si magangwe tukataka tumfuate na nini, nakumbuka inspector inakuaje? Sababu jina letu hili. Yaani mjinga huyu jina kalipata wapi? Unajua tunawaka. Sio nyinyi mko magangwe. Sisi magangwe. Sasa sisi tunaweza kusema kidogo tuko vibaya sana. Nafikiri inspector kwa kipindi kile inavyoonyesha alishawahi kukutana na GWM. Alafu sisi inaonekana GWM tukutana nao mara ya pili. Maana yake inaonekana GWM walikuwa wanawajua Gangwe Mob. Sasa sisi wakatuambia sisi tujiite tena magangwe. Alafu tukakutana na Gangwe Mob na magangwe. Sasa inakuja, lakini bahati nzuri mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu hekima ikaja fikra kwamba hapana, kama Gangwe Mob hizi magangwe basi yembo tuachane na nikasema kwamba soko kujimwamba file. Mimi nashukuru Mungu kwenye idea za Manzese Crew ni mimi kila kitu pale. Kwa hiyo nikawashauri kwamba basi tujite Manzese Side Connection. Sasa kipekee nikaangalia Manzese Side Connection. Kwa hiyo nikaangalia saa mzee Unyamwezi ulikuwa mwingi sana. Baada ya kusikia West Side Connection kwa rais wetu hapo. Hii ni Manzese Side Connection. Kwa sababu nikaambia kipindi kile kwamba tuna pale kuna Mark 10, kuna Ice Cube, kuna yule nane mwingine WC. Kama si Manzese. Sasa hapo na convince wao tuite Manzese Side Connection. Hii Manzese haiwezekani. Wakasema kweli wakaelewa. Kwa hiyo ikawa ni Manzese Side Connection. Kwa hiyo jina halisi kabisa la Manzese Crew ni Manzese Side Connection. Kabisa. Na kwa watu wa zamani wote walikuwa wanajua hivyo. Kwenye show tukiitwa wajiandae Manzese Side Connection. Kwa hiyo ilianza Manzese Side Connection. Okay. Kwa hivyo mpaka tunakwenda kurecord mwaka 2000 ni Manzese Side Connection. Ilikuwa iko hivyo. Lakini pia baadaye mimi nilikuwa napata muda wa kufikiria sana. Nikasema pia hata mafans tunaweza kuambia Manzese Crew, tunaweza kuambia Manzese Side Connection. Lakini sasa Manzese Crew ikaje ka sound. Ikawa iko hivyo sasa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama jina mbadala. Jina mbadala. Bado tunaweza tukajiita hata Manzese Crew. Hata Manzese Crew, Manzese Side Connection ikawa iko hivyo. Na hata majirani zetu tuseme TikTok, mimi mshikaji wangu alikuwa ni Ahmadi sana. Kipindi kile mimi niseme nilikuwa niko juu, Ahmadi alikuwa yuko chini kwenye kujitafuta. Alikuwa ni mtu pekee ambaye alikuwa anataka kujua, ama alikuwa anataka kusoma, ama tuseme kutafuta michongo. Kwa kipindi kile alikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana, tukakushauriana, tukizungumza, na wao wakawa ni TikTok connection. Kwa hiyo ikawa sawa tu, wala ilikuwa sehemu ya tatizo. Okay. Lakini Madii hakuwahi kuwa sehemu ya Manzese Crew. Hakuwahi, lakini naweza kusema sisi ni majirani. Uje Morogoro Road ile megawa. Yaani ukiwa kule maana yake ni TikTok. Ukiwa upande mwingine ni upande mwingine ambao ni Ukombozi na Uzuri.
nimeleka vizuri ni ile lami ile vokata katikati, yani wakule na muda mwingine inataka shida huko kweli, unakuwa na mapigano video magenge yale magenge, unakuta magenge ya kule na magenge ya huku ilivyo hivyo, hadi unakuta kama Seveni wale watu kule watu wapi watu huku kweli, kwa huku kwenye minanda yani kwenye minanda ndio ilikuwa inataka hiyo mitafaruku, watu wanataka kukimbizana, mkifika kwenye barabara wala kivuka kwenda kule, kwa hiyo mvuka kwenda kule mnabaki mna yani imekuwa hivyo okay sawa. Kwa hiyo ni rahisi kusema kuwa Madini kama affiliate mshirika alikuwa. Yes, na mimi niseme tu Madini ni moja kati ya ndugu zangu, na niseme tu shout out Maniga Madi, ni moja kati ya watu ambao wamepambana kufika pale, lakini ni moja kati ya watu ambao wako smart. Yeah man. Okay. So kwenye hiyo miaka ya awali ndio bado walikuwa ina Manzese Crew, mtu akisikia sawa anajua they are talented. Ndio. Kuna vijana wako talented hapa. Yeah. Lakini hao jamani watu wa vurugu, na hiyo ndio kubwa. Umeona Ni kweli. Hizi kwa nini mlikuwa mnahusishwa na vurugu wakati huo? Ni kweli ama yalikuwa ni maneno tu pia? Niseme kwa namna moja ama nyingine, kama sisi kundi letu la music kama Manzese Crew tulikuwa tuhusiane na vurugu, lakini Manzese kuna ile asili ya zile vurugu za wakazi pale, kwa sababu pale kuna mchanganyiko wa makabila mengi sana. Pale kuna Wachaga, kuna Wadharama, yani watu wote wako pale, na watu wote unaona ambao wana maisha hapo sehemu tofauti, ukiuliza chanzo chake cha maisha alianzia pale. Kwa hiyo pale kuna mzunguko ule wa uchumi, kwa hiyo lolote na ulipuka lazima lije kubaki pale. Nimeleka vizuri, manake ni sehemu pekee naweza kusema kwamba wapambanaji ama watu wanajitafuta wengi wako pale. Na pale ukiangalia hata jiografia pale, kila kitu kiko pale. Usafiri pale ni rahisi kwenda town, kila kitu kiko pale. Nimeleka vizuri. Kwa hiyo ile inapelekea hata ile milipuko ya fujo ya vurugu ilikuwa inakuja kutokana na ule mchanganyiko wa watu, kwa sababu watu wengi sana wako pale, na watu tofauti wako pale, yani watu wenye kujitafuta hasa kutafuta maisha wengi wameanzia pale. Kwa hiyo lazima ukaze ili uweze kufikia lengo. Nafikiri ndio kama imeleta chachu ya ile miamko ya vurugu, fujo unasema kufanya kupatikana kwa haraka sana au kushika kwa haraka sana kutokana na ule mzunguko wa watu pale, kwa sababu kwanza ni watu ni wengi sana wako pale. So members mlikuwa 4 mwanzoni au mlikuwa 3? Members bwana wa Manzese Crew, kwa haraka naweza kusema kwamba tulikuwa tuko 5, lakini kwa watu ambao tulikuwa tunafanya tulikuwa watu 5. Na maanisha kuna mtu mmoja anaitwa Dirubi, Zora na mimi Nalon. Kuna mtu mmoja anaitwa Tito ambaye sasa yuko Japani, alikadhalika kuna mtu mmoja anaitwa Jevity ambaye sasa yuko Tanzania. Sisi kwa upande wetu watu 3 ndio tulikuwa tunaimba. Hawa wengine kwa miaka ile wenzetu kidogo naweza kusema kwamba walishika uchumi. Unajua zamani ilikuwa game kutembea kutoka Manzese kwenda Bamaga pale kwa kumfuatilia Majani. Sasa wenzetu wao dili zamani ilikuwa ni saluni kunyoa. Kwa lazima Maniga asubuhi aidha jioni tuko sound tumeoga, tuna manywele, tunasukana, tumenyuti. Kwa hiyo mwana anasema tulieni. Baba shop hizo. Tulieni, mimi ndo nimefungua goli, maana yake nikipata vichwa viwili mpate nauli ndo fanyaje? Mwende. Na sometimes mwana anapiga mkwala, mnaenda kwenye lieso bilikana complimentary, yani kama mna complimentary hapa tutaka tuelewani. Na sometimes unaweza ukaenda kwa mwana saluni, wewe njoo, kuna mistari hapa sikiliza nimeandika. Fungua draw, anakuchania. Hizi line kama nazielewa hizi, lakini wao walikuwa hawafanyi. Yani wao walikuwa wana support ambao ni nani hao, ambaye kuna mmoja anaitwa Zola ambaye sasa yuko Johannesburg, amekamata sana pale biashara, yeye ndo ameshika goli pale. Alikadhalika kuna mwingine anaitwa Dirubi, na alikuwa anaingia sana Pretoria na kutoka, na sasa na kampuni yake Ruby Cargo. Hawa ni watu ambao pekee walikuwa na support. Sasa huyu Ruby sio kwa lugha nzuri, alikuwa ni mkali Mnyamwezi, mkali yuko serious, tunasema yuko serious, mapantela yale ukienda kwake vinawaka sana. Kwa hiyo mimi sasa ndo nilikuwa ananichengua sana yeye akili. Kwa hiyo nikienda nakuta vitu tayari viko pale, afa ananipea kwenye magemu ya maneno, ananipa magumu yale. Si dunia nje ya kisu, nafikiria sasa napata kufikiria
Yani alikuwa ananiwasha sana. Sasa nilikuwa nawaka sana. Napata ule ugumu yani, unajua zamani hardcore Kwa hiyo nilikuwa napata sasa ule ugumu halisi, na verse naandika, natoa, nachukua hiki, hamna pita hivi, chukua hili, pita hapo sawa. Ana majambo yani. Kwa hiyo naweza kusema members tulikuwa tuko 5, lakini tulikuwa tunafanya watu 3. Ambaye ni mimi, Jevity sambamba na Tito. Lakini kiwalisi crew kama as a crew tulikuwa watu 5. Okay. Sawa. I hope Tito na Jevity siku moja nao tutapata. Ningependa siku moja tupige story hizi wakiwepo na wao. Inawezekana. Kwa inshallah na wao wakiwa wanatizama hapa. Sababu wako vizuri. Basi tutawaalika maybe kwenye another episode hivi na nini tupige nao story. Hii ya kwanza tutashare nao. Yeah man. Au sio? Yeah man. Okay, sawa. So kulikuwa kuna pia inaaminika kwamba mlikuwa ukiachana nao 5, ndio mlikuwa mna kundi kubwa sasa la watu yani kama tagi. Yes. Hiyo ilikuwaje tagi? Yani tagi lilikuwa kubwa yani kwamba sasa kiasi kwamba mtu akisikia Manzese Crew ndio Wanikula Kona ilivyotoka, tunaambizana mtaani kwamba dai bana Manzese Crew lakini wana tagi au jamaa wako wengi yani. Ni kweli. Tulikuwa tunatengeneza picha ya Wu-Tang Clan. Ni kweli. Umeona Ni kweli. How was it na hiyo crew ilikuwepo ama ilikuwa tu ni maneno ya watu? Mimi naweza kusema kwamba crew ilikuwepo kwa sababu kwa kipindi kile kwa mwaka 2000 kwa mazingira kama ya Manzese kuonekana unafanya muziki inaonekana moja kwa moja kwamba ulikuwa umepotea ama ulikuwa umepoteza. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunajulikana kama watu ambao tuliopotea. Kwanza mtu anajiuliza maisha hili mnayapata wapi? Kwa hiyo baada ya kufanikiwa kurekodi ikaleta mwamko mwingine. Kwa sababu watu pia wakawa wamefanyaje? Wameongezeka. Lakini pia hata wasanii wengine pia wakawa wamesogea. Mfano kama sisi tunatoka sana kipande cha Uzuri kule, kuna watu kama Wandava Click, kuna watu wakawa wamejitafuta nao wakajijoin, lakini kwamba walikuwa wanatuangalia sisi, maana yake walikuwa wanatufuata, lakini pia tulikuwa tunawasupport kwa sababu ni mtaa mmoja. Kwa hiyo ni kweli crew ilikuwa imekuwa kubwa, watu wakawa wameongezeka. Wengine walikuwa wanafanya, wengine walikuwa hawafanyi. Kama unavyojua unapokuwa artist kwa kipindi kile wasanii ni wachache, maana kila mtu alikuwa anataka kujoin na sisi, kila mtu. Watu ni wengi sana walikuwa wanatufuata, watu wengi sana walikuwa wanataka kuja kutaka kujua kwamba mmefanyaje, tunafanyaje na inawezekana vipi. Na kweli yakazaa makundi mengi sana. Kwa namna moja nyingine siwezi kuyaeleza kwa sababu ni mengi, lakini kikweli kabisa makundi mengi akawa amekuja kwa wakati ule baada sisi kuanza kurekodi Tukula Kona, maana yake ikaleta mwamko sasa. Watu wakawa wanaanza kujitafuta. So how did you get mlipopata ile nafasi ya kwenda kurekodi pale kwa Majani? Ndio. Kula Kona. Ndio. Ilikuwaje hilo nafasi mliipataje hasa? Bwana, kwanza ile nafasi naweza kusema P-Funk siku aliyotufungulia mlango alijuta. Kwa sababu tulikuwa tunapanic sana. Ni panic vibaya. Sasa mimi nilikuwa niko tofauti sana. Kwa tulikuwa tunafanya sana mazoezi haya kwenye viwanja vya mpira. Kuna uwanja mmoja huko unaitwa Ukombozi pale. Sisi tulikuwa tukifanya mazoezi kule paka raia wa kawaida huko walikuwa wanajua kuna watu wanapiga makelele kule. Tulikuwa tunaimba usiku mkubwa, tulikuwa tunawasumbua watu kweli. Uwanja wa mpira. Sasa mlikuwa mnaenda usiku. Tulikuwa tunaenda usiku. Kwa tulikuwa tunavizia saa 2 tulikuwa tunaenda pale. Na kipindi kile Anax walikuwa na ngoma gani ile? Onyx. Shut them down. No. Nini ile? Tuliwa Guns and the Hair siji. Wewe tulikuwa tuko tofauti kabisa. Kwa hiyo tukifika pale usiku tulikuwa tuna blast sana uwanjani pale. Ilifikia hatua watu wakasema wale jamaa anapiga kelele ni wakina nani? Nimeleka vizuri ile. Kwa hiyo tulikuwa tukifanya mazoezi yao makali, lakini kwamba kesho yake kukucha asubuhi saa 2 saa 3 P-Funk alikuwa anachelewa sana kuamka. Watu wengi alikuwa na hali gani, mazingira gani, kulikuwa tunajua sema yake yule jamani saa 5. Kwa maana kile saa 2 saa 1 sisi tushaondoka tayari. Tunakatiza mdogo kutafuta Bamaga, tunakatakata Sinza pale, maana tumepakana kidogo na Sinza. Maana tunatafuta Bamaga. Sasa hebu niambie, kwa kipindi kile P-Funk anasema kwamba katengeneza chumba, tunafuatilia studio,
Anasema ndio unamalizia kupiga rangi, tunafuatilia studio. Anasema nimeagiza vitu, tunafuatilia studio hapo. Anasema vitu vimekuja sijafunga, tunafuatilia studio. Vitu vimefunga, tunafuatilia studio. Sijaeleka vizuri kwamba kila kitu sasa kiko tayari, tunafuatilia studio. Hata paka siku bwana, kila kitu sasa kiko sawa, njooni kesho. Lakini kurekodi nafikiri ilikuwa shilingi ngapi? Sisi ni 50,000. Lakini si kwa kipindi kile kiuzushi tumepambana kwa wanetu kule, wameunga watu wa saluni, mwingine anazaga yake kapiga, tukapata 30,000. Tukaja tukamzunguka kidogo majani, bwana hali sio hali na nini bwana, wanao sisi tuna 30,000. Tufika kapiga mikwala langu malizie wase. Lakini kwa sababu alikuwa ameappreciate talent, safi sana majani. Kweli siku ile kwa akakubali. Akafungua kweli gate, tunafungua kitu cha kufunguliwa mlango, tukatizamana wenyewe kwa wenyewe kwanza. Yaani tunatizamana kama bwana ujamaa kafungua mlango. Kwa tunaingia ndani, hatujawahi kuingia studio. Ndo mwamba hamna kitu gani, anaanza kugusa vitu pale. Ndo tunaanza kublast sasa. Haisi ilikuwa ni hatari sana. Ilikuwa ni hatari. Kitu kaambia subiri kwanza. Unajua tena kujitetea. Tupe dakika 2 subiri kwanza. Mmepanic yani, mnatetemeka. Tukafanya mambo yetu subiri kwanza, tukarudi mara pia hapa pife tukii na tukaelewana. Tukaanza kutengeneza jambo. Yes. How was it yani the atmosphere? Unajua miongoni mwa unajua zamani ilikuwa hardcore beat ndio ambayo kabisa inalipa kabisa. Au sio male dude ukilisikia kama snare kama zinapigwa bati huko, ilikuwa ni kitu cha hatari sana. Kwa hiyo mwamba naye alikuwa ni mkali. How was it the atmosphere? Market ni one of the best beats ambazo Majani ametengeneza. Kula Kona ilikuwa hatari sana. Mimi niseme katika, was it the first single? Ndio ilikuwa ya kwanza. P-Funk ondoa Manzese Crew kufanya ile Kula Kona, ukweli kabisa alishafanya production nyingi. Nakumbuka sasa ilikuwa ni KU Crew kama sessions zile, lakini ya kama unavujua KU Crew ni mangeli sana wale. Watu walikuwa bado wengi wao hawajaelewa mtaani hata kwa kipindi kile. Lakini kwa Kula Kona P-Funk ndio ngoma ambayo pekee ilifanyaje ilichangia kumtambulisha hasa kwa upande wa mtaani. Kwa sababu nakumbuka hata kipindi kile tunaenda pale Bongo Record kwa tunakutana na watu kama wateule, kabla hajawa wateule kina Jemo, kina Jafar, lakini pia nao hawajapata nafasi. Lakini sisi ni watu pekee ambao tulibahatika kupata nafasi. Na ngoma namba 1 kwa watu kama sisi sema kutoka mitaani ilikuwa ni Manzese Crew, na ilikuwa ni Kula Kona. Okay. Na nafikiri kuna nyimbo 3 zilifukuzana. Ilikuwa ni Kula Kona, alafu na nyimbo moja fikiri ya Mabage ilikuwa ni ile Mtulize nafikiri. Yes, alafu na Nganga. Lakini wote ni studio moja, ilikuwa ni Bongo Record, lakini watengenezaji walikuwa ni tofauti. Nafikiri Mtulize ni Boni Love, of course. Hiyo story naikumbuka wakati mwanzoni kabisa vyombo ndo Nganga sina hakika, nafikiri inspector atakuja kusummarize vizuri, lakini nafikiri ni Majani na Kula Kona ilikuwa ni Majani. Kula Kona ni Majani. Kwa hiyo nafikiri katika nyimbo bora ambazo zilitambulisha Bongo Record ilikuwa ni Kula Kona. Lakini pia tulikuwa tukikana P-Funk muda mwingi, sababu tulikuwa ni marafiki, tulikuwa tunazungumza muda mrefu. Hata ile Bongo Record, yani alikuwa yeye akizungumza, siji nasema no name record Bongo Record, sisi tunamtia ndimu sasa, lakini akatoa tunakula matunda yetu yale. Kamba Bongo Record, sababu bongo sija bongo, yani Bongo Record, unajua inaeleweka. Yani tunajaribu kumtia ule ugumu kwamba hiyo. So wakati mnaingia ilikuwa jina halijapatikana, hakuna kitu, ilikuwa hakuna. Okay. Au kama ilikuwepo labda huenda alikuwa anajua yeye. Lakini huko so Manzese Crew mlichangia tulimpush sana Homeboy, yes, kutengeneza hiyo, yani Bongo Record kumshawishi aite Bongo. Ndio yenyewe hii Bongo Record ndio yenyewe hii. Hii no name this record hii Bongo Record hii ndio yenyewe. Nakumbuka. Kwa hiyo uko uwezekano yeye akawa alikuwa na hiyo idea muda mrefu. Ni kweli, lakini sisi ni watu pekee ambao alikuwa anatupa nafasi, kwa sababu ondoa pia anakufanya kazi tuko kama washikaji wa kawaida. Unajua P-Funk ni mtu pekee mbali na kurekod, tuko tunaishi kama familia. Sasa mtu anaweza akamkaenda pale msifanye kazi, wanangu hebu tuenzetuni hivi, tuko tunatoka out kawaida tu. Kwa hiyo tuko tunazungumza vitu vingi pia nje ya mko mnapata nafasi ya kutoka naye piga na misere mimi twende hivi, twende 41 kwa kina Pina, yani kwa tunazunguka sana. Nakumbuka
sijui kama ni gari ya kwanza BMW ya majani, lakini nilibahatika mimi kwenda kuzunguka naye kwenda kuchagua BMW. Nakumbuka labda P-Funk mwenyewe popote hapo alipo atakuwa nakumbuka, nafikiri kwa Keko alikuwa na bima, lakini akasema bima hii kama sijaelewa, alikuwa kuna zingine kwa kununua hiyo katanda kununua. Kabla wenzetu kuna kama kaingia kwenye gari tukaenda kule kuangalia. Kwa hiyo niliona nyingine kata sasa hii ndio kali kushinda hii. Kwa kipindi hicho BMW nafikiri tukaichukua ile BMW tukaenda kuiosha nafikiri kwa kina Chelsea 41 pale. Nafikiri ilikuwa hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tuna mambo mengi sana kipindi kile tunazungumza nje ya kazi. Ilikuwa kama family. So Majani alikuwa mwanao? Mimi alikuwa mshikaji wangu sana wakati mnazunguka nani? Na alikuwa anasema alikuwa ananikubali sana. Na mimi nisema pia nilikuwa namkubali pia. Ila kuna kipindi mshatibuana. Lakini nafikiri sasa kwenye urafiki wetu ukaenda urafiki wetu kidogo kaingia dosari. Kwa sababu mwanangu baada ya kurekodi nafikiri kwa ni maisha ubishi. Unajua P-Funk zile za P watu kwenda kurudi. Sasa mimi nilikuwa naenda narudi. Ingawa tushafanya kula kona. Lakini bado sisi tulikuwa tunaamini sana P. Unajua P tulikuwa tunaamini producer wetu tunajua. Ilituasili sana kisaikolojia hiyo hali ya kutokufanya kazi na mtu yoyote. Yaani tusumbua, tulikuwa tuamini kwamba hakuna mtu ambaye tunaweza tukafanya naye kazi zidi ya Majani. Kwa hiyo kama ile king'ang'anizi sasa. Na baadaye mwana pia baada hata jina pia likawa limebadilika kwa sababu baada ya kufanya kula kona pia watu wengine wakasogea kina Feruzi, nakumbuka kasogea hapo kina Juma Nature. Kwa sababu mambo yakawa mengi pia. Haikuwa tena haikuwa ile. Nakumbuka tunafuatilia sasa ile maisha ubishi ile njoo kesho. Nikaa nimechoka ile hali ya njoo kesho. Siku nimefika pale getini nagonga Mwamba nafikiri alipani alikasirika. Ndio unasumbua. Na mimi kwa bahati mbaya kipindi kile umri na ujana nilikuwa na miemko kwamba acha ni ushubana. Nikabali. Nisubiri nitakutokea. Toka. Au kwa kabla toka. Sasa yeye yuko ndani kule akatakuruka kudanda ile geti, ajampo hasa anidondokea. Anamuita mlinzi, fungua haraka. Yaani mbona tayari yani kaiva tayari. Na mimi niko nje nimeiva tayari. Lakini akili zinakuja akili mbili inakuaje? Akili ananiambia naharibu kazi. Akili ananiambia hamna huyo mjinga sababu sinishaika mambo yangu wakati ule. Sasa umewaka. Na mimi sasa nimeshaiva. Na mimi nikaiva kana wafikiria watu wangu wale wa zamani kwamba huyu akili yote atakoleta ujamani nitakuja kumfanyia kitu kimoja kibaya. Lakini baadaye sema hapana nipo kwenye kazi. Kweli kutoka kwenye kakala ile piga light imeenda piga huku ile sukuma na pale mkavana kabisa. Tulivana kazamana kashoto kanje mlinzi anafungua geti haraka mlinzi ananiambia ondoka, nikamwambia sondoki, nikamwambia njoo. Kweli mwana katoka kufungua geti kutoka tuko Mtubee. Vipi mwana ile kuja kipindi kile pesa nilikuwa nafikiri ni umri tu. Kwa mbavu. Ilikuwa mdogo. Kisa na madambeli yale. Nasema kipindi kile sisi wenyewe kwa tunasukuma madambeli. Mimi of course nilikuwa namiliki gym nyumbani. Kwa maana pia left hook right hook nilikuwa zinatoka. Kwa vyuma viliuma. Njoo, lakini nilikuwa na hofu kwamba kazi na iharibu. Alafu nimeenda peke yangu. Wanangu kwa nyumbani hawajui. Hawajui. Yaani ni mimi tu na force vile vitu. Nazingua na kinga sana. Lakini haribu. Yaani akili inaingia inatoka. Yaani napata hofu na haribu kazi. Lakini nasema hapana. Utakuwa kwa sababu nasema utakuwa ni boya. Haiwezekani akili ananiambia. Lakini akili kananiambia pia basi nijitetee, ikabidi nitoke nduki, ikabidi mwana anitie kelezi. Nasikia akakutia mwizi bwana. Mwizi. Unajua unapoitiwa mwizi kwa sababu tunakaa Uswahilini. Kwanza ni kweli au alisingizia watu? Hiyo kwa shoti ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Na vita kweli ilikuwa kali. Na ile ya kupigia kelele za mwizi kwa maana ya kwanza kwa sauti kali, mwizi huyo. Akili pia iliniama kwa sababu unajua naenda kufa sasa. Bwana. Kwa sababu kwa Manzese zamani uwezo kwa nakimbizwa kwa miguu kwenye kona hizi. Mwizi huyo. Yaani wewe uko unasikia mwizi huyo. Wewe uko tayari unahamaki. Yuko wapi unauliza? Na mwingine kwa anauliza yuko wapi? Kuna mwana huyu hapa kapita hapa mnatafuta. Kwa kipindi kile kwa sababu ambao tulikuwa tunakaa Manzese tunajua hizo mbanga. Na huko uko ugenini umekuja. Sasa niko Mwenge afu naitiwa mwizi, niko Mwenge afu nakimbia kwenye kona zile za Mwenge. Yaani niko najua kabisa hii ngoma leo yaani ngoma hii ishapotea. Kuitiwa mwizi. Sasa kilichonisaidia nashukuru wasanii wa zamani
nafikiri tulikuwa ile hali ya uwepesi au usubutu. Ile dakika 2 tu kiguso bwana mimi nichanie tulikuwa tunachana. Hasa mimi usiniguse kuhusu kuchana. Chana nilikuwa na chana kama akili sina. Sasa kumbe nikaja kugundua ile eneo nilikuwa na chana sana. Sasa waliotoka wale, yuko wapi huyo mwizi? Ndo huyu si mwana, wewe usikimbie, kaa chini. Ikabidi nitulie sasa. Watu wakanizunguka. Huyu sio mwizi. Nakumbuka, unaelewa vizuri sije? Kwamba huyu bwana huyu sio mwizi. Kuchana pale yale maeneo tulikuwa tunachana pale. Mkikutana wana wamejaa wengi, tunawachania. Poa bwana, hii dude ndo linakuja. Dude hili ndo linafanyaje? Dude ndo linakuja hili. Ndo hilo tunaondoka. Mkienda Kilinge kile mkutana watu, wanangu vipi sana nakuaje? Show kwa lugha za kipindi kile, stories za leo. Mkifika pale bwana, kweli bwana mistari bwana, tunachana. Lakini tunaondoka tena. Sasa ile ilinisaidia kuniokoa kwenye yale mazingira, baada ya kujua kwamba au jamaa alikuwa akituchania muda mrefu. Sasa wakati ananiuliza hao maswali kwamba inakuaje, shida nini? Pili dakika 2 na nyingine kaja pale. Kwa sababu nale kwa anatoka nduki. Vipi ndo anachana ujinga, anazungua na analeta mambo yake Uswahilini, hii sio mazese hoja lugha zile. Hata kaambia hapana, pia mimi nikuja kwa sababu ya kazi. Wale niambia nije sasa ile njoo kila siku mimi mimi nimechoka. Sasa wale bwana na bahati nzuri nao wakauka upande wangu. Namba mwana majani ni wanao. Walimtia namba nzuri sana. Nikisema namba maneno mazuri. Walimtia maneno mazuri. Walimtia maneno mazuri sana kwa bana, huyu ni mwanao majani, katoka mbali anakufuata wewe na kodi. Nafikiri yale maneno yaliingia. Sasa kama wanao washapiga dude, wanao wanataka dude liende. Kama dude lipo, ushali rekodi, liachie. Sasa wanamuuliza, kwani silipo? Lipo. Siliko tayari bado mixing. Basi anashida waje lini? Akatulia karaka mpole. Kwamba basi poa bwana, waje kesho kutwa basi. Basi bwana nao njoo kesho kutwa. Kama poa basi nitakuja. Tukaachana. Watu wengine wanakuja, vipi wewe sio mwizi? Wewe mshikaji wetu. Poa mimi naondoka mdogo. Lakini hapo naitafuta mazese mdogo hapo shehe. Sina dakika vizuri. Maana hapo chocho. Nikaja Manzese nikaeleza jamaa bana liko 1 2 3, lakini baada ndio akasema sawa. Yaani ubati pole na peke yako. Unaona sasa Mungu na heri yake, kwa sababu mama pengine ingekuwa vurugu kubwa. Ingekuwa shida, kwa sababu hata afikia hata wao pia wana miemko, kina Idi Rubi wale tungeenda kule mitaa ya uzuri kule, kina Mandika kama kina Boveta, tungebeba watu. Je, zamani tunategemea sana watu sasa pia ingeleta pia hali fulani sio nzuri. Nilizungumza na P-Funk siku moja, akaniambia kwamba vijana wengi walikuwa wana haraka. That time walikuwa wana haraka, alafu yeye alikuwa ni mtu ambaye anazingatia ubora. Sasa vile watu walivyokuwa wakisubirishwa, ndio vijana wengine wakawa wanamletea usela, walikuwa wanahisi kwamba leo anawaletea present kubwa za kwa unaona hapo ndo vilivyokuwa hiyo inawezekana, vinaumana. Hiyo inawezekana. Lakini sasa ndio tukijaribu kuangalia kiundani, unaweza ukanisaidia. Ndio. Kazi zote ambazo zilikuwa na mshike ambazo kama hizo ndio. Yaani wengi ambao walikuwa na mshike na majani, labda kazi ilichelewa kutoka na nini. Ndio. Ukipata nafasi baadaye ukisikiliza. Ndio. Ndio. Unagundua kwamba hiyo kazi ilikuwa bora sana. Kwa hiyo pengine ile delay ilikuwa inasababisha majani yakawa anachelewa makusudi kwa ajili ya ule ubora. Yaani ile delay ilikuwa ni faida. Na mimi katika hilo niseme tu ukweli, majani ilikuwa iko mbele ya muda. Kulingana pia na mazingira yake. Sisi pia kwa mazingira yetu yale ya Uswahilini, kama unavyojua maisha yetu yale yalikuwa ni chap kwa haraka. Na sisi hata kwa utambuzi, uelewa kwa kipindi kile ni uelewa mbili kwa tofauti. Kwa hiyo ilikuwa ni kweli. Yaani sisi kipindi kile sikuwa tuelewi. Tukifika sisi tukishachana tu. Si ndio ilikuwa hatuelewi hicho kitu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni kweli, ni sahihi. Na hata ukiangalia quality za ile kazi zilikuwa kubwa. Na nakumbuka hata tumerekodi ile Maisha Ubishi, alifanya Jemo kwa rasmi. Na baadhi ya vitu vingine alitengeneza Jemo. Na niseme Jemo ni moja kati ya watu ambao mimi kwanza kwa namna moja nyingine naweza kusema naheshimiana naye sana. Naheshimiana naye sana na ni marafiki wazuri. Hata tukikutana leo Jemo ni mtu mmoja amini. Moja Jemo ananishangaga mimi.
kwa mazingira niliyokuwa, hata kuna njia fulani sipiti, ananiulizaga mara mbili, kwa nini njia wewe upiti? Anambia basi tu Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini ni mtu ambaye tulikuwa tuna share vitu vingi sana. Nakumbuka hata mmoja toka ananiuliza, hivi show nyinyi mnazipataje? Anaweza mimi je, show mnazipataje? Ambe jamaa tu anapiga simu anatuma tu watu. Sio hatujui mambo yale, kipindi kile hela pia haikuwa hivyo. Lakini pia anasema je, moja ingiza sauti, sasa tulikuwa tuelewi hicho kitu. Tunaona kama ni mchezo. Na tulikuwa tunaamini kwamba tuko kupambana na maneno makali, kwa kutumia nguvu ndio kufanikiwa. Kwa hiyo kidogo tulikuwa tunapishana hapo. Yeah, man. So baada ya hapo lakini na Majani mkawa mko fresh. Yaani niseme kwa namna moja nyingine P-Funk ni mtu mmoja smart sana, ni maisha tu, na alikuwa yote tuseme ilikuwa kwa ajili ya kazi. Majani ni mtu ambaye tunaheshimiana naye na tuko fresh mpaka leo, ingawa hatujui yuko wapi na nini kinaendelea kwa upande wake, lakini ni watu ambao tuko fresh kabisa. Na nakumbuka mara ya mwisho nilikutana naye aliniambia mmoja, kuna baadhi ya vitu havijakaa sawa, lakini kaniambia uko. Niambia asante, nashukuru. Yaani watu ambao tunaheshimiana, tumeshakuwa watu wazima. Na aliniambia kama mfano wako hivi, lakini usikate tamaa. Ni mtu ambaye nikutana naye na kuna vitu fulani ananishangaa kwanza. Lakini nafikiri ananishangaa labda kwa namna moja au nyingine. Yaani sio yule na anavyoona sio yule uji wa kitambo. Jamaa katikati nakutana naye ndio. Nafikiri akikutana naye ananiambia sana vitu vizuri. Basi safi, lakini ananijaribu kama kunipa nasaha. Okay. Sasa mimi huwa namuelewa, labda huyu anajua nao ni yule ambaye ilikuwa kidogo akili iko alikuwa kishapagawa. Alikuwa kishapagawa. Alright. Nalo sasa sio tu lakini Majani ambaye uliripotiwa kuingia naye Kwaro. Ndio hicho kipindi cha ujana na nini, ndo umanzese mwingi au sio? Umanzese. Yaani lazima uwe hivyo ili uonekane kama wewe ni OG ama unajua. Majizo na usheku kuana naye. Ilikuwaje Majizo? Nakumbuka yule bwana mkubwa alikuwa na albamu yake ya alikuwa anakuwa na comparison fulani hivi ya nyimbo zile hit songs zile. Alikusanya akaweka kwenye albamu yake. Lakini sisi kama Mazese Crew kwenye albamu yake ilihusika nyimbo yetu ya Kurakona. Narudi pale. Baada nilibaki tena mimi. Nafikiri nilienda kwenye kitu moja cha radio, nikaenda pale nikajaribu kujieleza, nikaambiwa nisubiri. Baadaye bwana mkubwa akaja, nikajaribu kumuuliza na kuaje. Majibu yale nafikiri sikuyaelewa. Na namshukuru Mungu niliuliza maswali ya msingi. Sasa kama ngoma ipo kwenye albamu yako, sisi tutaishi vipi? Unajua zamani kwa mtu mmoja asini kwa anatumia. Nashinda kuelewa najua. Yaani ulikuwa unaripuka nilikuwa napata moto haraka sana. Yaani nini yani brother, yaani nini yani nje pale. Tukado kana askari kuja hivi nakuaje? Mtu hao tutumekama sisi watu mabaki hao, hii kidogo hali kidogo sio nzuri. Okay. Baada ya ile sitofahamu na maswali makali, basi ngoja niangalie, nafikiri akabwaga. Tukawa tukuonana tena na ile issue kama imeishia pale na tujui ni mbele kiliendelea kitu gani, lakini nilikuwa naoji sana hilo vitu kujua inakuwa. Hasa nilikuwa nachekecha sana. Sorry, natumia maneno ya kuchekecha. Nilikuwa na uliza sana kuhusu mzigo hela. The Hip Hop Corner with Kovi Chaka.